mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni ni kuhusiana na release ya nyimbo ambayo ilitoka siku kadhaa zilizopita. Hapa nazungumzia ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Leo. Kama unavyoelewa ni moja kati ya collaboration ambazo watu wengi sana walikuwa wanazisubiria kwa hamu. Hii ni ngoma ambayo Harmonize ameshirikiana na Mbosso humo ndani, na kikubwa zaidi ambacho kimemeke headline ni kwamba music video ya ngoma hii ilikuwa inasubiriwa pia vile baada ya audio kutolewa na kufanya vizuri. Ni kwamba music video nayo pia wadau walikuwa wanaisubiri, yani official music video, ambao wenyewe pia waliposti picha za behind the scene wakiwa wamedokeza kwa mashabiki zao kwamba music video ambayo ni official kabisa inatoka anytime soon. Na kweli at the end of the day ni kwamba Mbosso na Harmonize wakaja wakaachia kazi yao hiyo mpya kabisa, ambayo ni music video imetoka siku ya jana. Na ukizingatia kwamba huu sio wakati mzuri sana wa kutoa music video, ukizingatia kwamba kuna vita ambayo inaendelea huko Iran, watu wengi sana wanaifuatilia, lakini pia vile huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo momentum ya ngoma hii haijawa nzuri au haijawa kubwa kama the way ambavyo wadau mbalimbali walikuwa na expect, kutokana na ukubwa wa mapokezi ya audio ya ngoma hii ambayo inakwenda kwa jina hilo la Leo, ambayo imetolewa kati ya Harmonize na Mbosso Khan. Lakini kitu ambacho kimekuja kumeki headline huko mtandaoni bwana ni swala zima la video. Hii video ilivyotoka bwana, kuna matukio ambayo ukizingatia kwa sasa hivi Harmonize yuko katika relationship au vipi bwana. Harmonize bwana yuko katika mahusiano ya kimapenzi na Kajala, yani ni serious relationship. Kwa hiyo sasa kitu ambacho amekifanya Harmonize katika hii video bwana, amekuwa na ukaribu sana na Video Vixen ambaye pia ni mwanadada maarufu kabisa hapa Tanzania. Ni moja kati ya warembo ambao watu wengi sana wanamfuatilia na kumpenda mrembo huyu. Namzungumzia Zailisa ambaye alishawahi kuaga mke wa Haji Manara. Umeona bwana Sasa ukaribu wa Harmonize na Zailisa au mbwembwe ambazo zimeonekana kati ya Harmonize na Zailisa ni kitu ambacho kimekuja kuibua maswali mengi sana huko mtandaoni. Wadau mbalimbali bwana wamekuwa wakijiuliza kwamba hivi vitu Kajala ameridhia vitokee, au wakati wanashuti Kajala hakuwepo? Je, hii video kabla haijatoka Kajala hakuiona, labda akazuia baadhi ya videos, baadhi ya parts zieditiwe tena zisiende hivyo kama zilivyo mtandaoni, au imekuwaje? Yani Kajala je, ameridhia na hiki ambacho kimeonekana katika video hii ambayo inakwenda kwa jina la Leo, ambayo imetolewa na Harmonize hivi karibuni akiwa ameshirikiana na Mbosso Khan? So kwa kifupi ni kwamba kuna haya matukio ambayo yameonekana, akiwa anaonekana Harmonize amelala alafu Zailisa yuko nyuma yake anambusu shingoni. Lakini pia vile bwana kuna hiki kipande cha video ambacho kinamuonyesha Harmonize akiwa amemsogelea Zailisa usoni, kama anataka kumkisi, alafu Zailisa akawa ametoa ulimi nje. Bwana, hiki ni kipande ambacho kimewashangaza watu wengi sana kwamba Harmonize imekuwaje amefanya vitu kama hivyo wakati anajua kabisa kwamba yuko katika serious relationship na mwanadada Kajala. Na kama unakumbuka vizuri, historia ya mahusiano ya Harmonize na Kajala ilishawahi kuvunjika kisa Video Vixen hapo awali. Kama unakumbuka, mara ya mwisho Harmonize na Kajala kuachana ilikuwa ni issue ya ngoma ya Ameloa. Ilivyotoka tu ile video ya Ameloa bwana, inasemekana kwa tetesi ambazo zilikuwa zinaendelea behind the scene kwamba Harmonize aliruka na yule Sophie Ameloa, na mwisho wa siku ikapelekea mambo kuwa magumu kweli, na mahusiano ya mahusiano ya Harmonize na Kajala yakaishia pale. Baada ya kumwomba sana msamaha, watu wakajua kwamba raundi hii Harmonize ataoa. Amegaramia range 2, ameweka bango pale Kinondoni Manyanya la kumwomba radhi Kajala, lakini mwisho wa siku akaja wakaachana baada tu ya kutoka video ya Ameloa, ambapo mule ndani walivyomuona Ameloa mwenyewe alivyokuwa mkali, moja kwa moja wadau wakajua kabisa kwamba hapa bwana inawezekana au inasemekana kwamba Konde ameruka na Sophie Ameloa, na mwisho wa siku Kajala amemind, mahusiano yakaishia hapo. So hivyo ni vitu ambavyo vinasemekana kwamba vili happen. Umeona bwana Sasa huku tena katika hii video nyingine hii ya Leo tumeona tena mambo haya yamejirudia tena kwa mara nyingine, na this time around yametokea kwa mwanadada Zailisa yule ambaye ni ex-wife wa Manara.
Sasa hicho kipande cha Zailisa kutoa ulimi nje na kumsogelea Harmonize bwana, hapo ndipo pamekuja kuibua mjadala mzito zaidi. Lakini pia vile peji mbalimbali huko mtandaoni zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa bwana, kuna peji wameandika kwamba bwana, kudate na msanii ni kazi sana au nipunguze wivu jamani. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna peji nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana, kumbe Kajala ameiona hii video na ameruhusu Harmonize aitoe. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo kwamba Kajala, ina maana kwamba hii video aliiona, maana of course kabla haijatoka lazima wenyewe kama familia watakuwa wameitazama. Kwa hiyo ina maana kwamba ameiona na akaamua okay, itoke hivyo hivyo kama ilivyo. Hapa katika maelezo akaandika kwamba msanii wa muziki wa Bongo Flava Harmonize amesema kuwa asingeweza kuitoa video ya wimbo wake wa leo aliyomshirikisha Mbosso Khan bila kuiona mpenzi wake Kajala Masanja. Hilo ameliweka wazi kwenye update na comment aliyomjibu blogger mmoja anayefahamika kwa jina la Bongo Trend Habari, baada ya kusema kwamba hii video ya Harmonize kafanya matusi sana, Kajala hajaiona nini. Kuna mdau amekuja aliuliza hivyo Bongo Trending, na Harmonize akaja akajibu kwamba hawezi akaachia video bila ya mpenzi wake Kajala kuiona. Kwa hiyo ina maana kwamba Kajala ameiona na akaconfirm kwamba itoke. And then of course goma au chupa limetoka kama lilivyo bwana, maana hapa Bongo Trending Habari aliposti baadhi ya clip ambazo zimeonekana humo, alafu akaandika kwamba hii video ya Harmonize amefanya mambo mengi sana mazito, Kajala hajaiona nini, ameuliza hivyo. And then Harmonize akaja ka comment hapa kwamba bwana, ningetoaje bila waifu kuona. Umeona bwana, kwa hiyo ina maana kwamba of course Kajala ameiona na akaconfirm itoke kama ilivyo. So hapa bwana, wadau mbalimbali of course wamekuja kuweka maoni yao katika comment section, na comment zimekuwa ni nyingi kweli kweli. Nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimekuwa highlighted zaidi. Kuna mdau hapa amesema kwamba bwana, kumekucha, kazi ipo. Kuna mdau mwingine hapa pia amekuja ameandika kwamba bwana, acheni upuuzi. Bwana, huyo Kajala amekuwa nani mpaka Harmonize ashindwe kufanya kazi zake kwa uhuru? Kuna mdau hapa amekuja kuuliza hivyo kwamba wadau waache upuuzi, na maana kwamba Kajala ni nani mpaka Konde ashindwe kufanya kazi kwa uhuru. Mwingine anasema kwamba bwana, kwani Ramadhani imeisha? Mbona kuna vitu vya ajabu ajabu hapa vinaendelea? Kuna mwingine anasema kwamba bwana, na wakati kameramani alikuwa Kajala, sasa hapo cha ajabu ni nini? Kuna mwingine amesema kwamba bwana, amesharamba hapa mwenetu. Mwingine amesema kwamba kweli Harmonize ameamua. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, Irani huko ngapi, achana na hawa watu wanaofanya upuuzi huku mitandaoni. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, nimeangalia hii video mwanzo mpaka mwisho, kiukweli nimeshtuka sana baadhi ya vipande. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana, kwa upande wangu mimi naisupport Iran. Kuna watu hapa wamekuja kuzungumzia mada za kile kinachoendelea huko Iran, yaani kuonyesha kwamba wana mpango na chochote kile ambacho kimefanyika hapa town baada ya video ya leo ya Harmonize na Mbosso kuwa released. So ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update